Inamisha kichwa chako na Mungu. Katika jina la Yesu Kristo, Bwana Mungu Baba, tunakutanguliza wewe. Bila wewe hakuna mwanadamu awezaye. Ninakusihi na kuomba Bwana, kanisa lako, watumwa wako nimekwisha waleta mahali hapa, yote katika yote Baba, tunakwisha kushukuru, ila Roho Mtakatifu na kualika tena na nguvu zako. Mpe neema mgeni mwenyeji aliyefika kuja madhabahu hii ndani ya hekalu lako, asitoke bure. Roho Mtakatifu wafundishe mambo ya rohoni. Wamesikia mambo ya mwilini mengi sana, lakini leo Roho Bwana nakusihi na kuomba watu waingia mioyoni mwao, wafundishe mambo ya rohoni. Nenda kwenye maisha yao, nenda kwenye biashara yao, nenda kwenye afya zao, nenda kwenye ndoa, nenda katika maisha ya siku zote ya kawaida. Sema nao, wapeleke hata nje ya hapa kwa ajili ya majira yajayo na majira yaliyopo sasa. Ninaweka mikononi mwako watu wako, zungumza nao katika jina la Yesu Kristo. Wote kwa pamoja sema amina. Roho Mtakatifu akujilie, nawe sema nampokea. Ujumbe wetu wa leo nasema, andika na wale wenye tabia kutoka nje naomba wawe ndani, maana ujumbe wetu utakwenda kwa muda wa saa moja tu, au ikiwezekana isifike. Andika ujumbe wa leo nasema, hali ya hewa na majira ya vita. 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 Katika maisha yetu tunayaishi ya siku zote ya kawaida ya binadamu, panakuwagepo wakati mwingine mabadiliko ya hali ya hewa. Inaweza itokee hali ya hewa ikabadilika kwako ikawa mbaya, au wakati mwingine hali ya hewa wakati ilikuwa ni nzuri tu, baadaye inaweza ikabadilika ikawa nzuri. Kwa mfano majira kama haya ambayo tunaingia kwenye nyakati za mvua zinataka kunyesha, natoa mfano huo. Kwa mfano unakuta kuna watu labda ni watoto wanashambuliwa na magonjwa ya moyo, magonjwa ya rumoni, ya kifua kikuu. Majira kama haya utasikia mtu anasema kifua chake kinaanza kubana. Majira kama haya utasikia mtu miguu inawaka moto. Majira kama haya ambayo mvua inaanza kunyesha wakati wa baridi, atasema mwili wangu sasa unashambuliwa na magonjwa, nakosa nguvu. Na kuna mtu mwingine kwenye majira ya kiangazi, yeye hupita vizuri tu, ndio wakati wake wa raha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo inaitwa hali ya hewa kubadilika au majira kugeuka. Ulikuwa ni majira ya amani, inaweza katokea ikawa ni majira tena ya hali ya hewa ikageuka ikawa ni majira na hali ya hewa ya vita kwetu au kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa mwanadamu yeyote anatakiwa tambue jambo hili kwamba kuna uwezekano wa majira yangu kubadilika. Nilikuwa kwenye msimu, nimekula, nimekunywa, nimevuna vizuri, nimestareka, lakini sasa kuna uwezekano wa kubadilika majira, pakaja hali ya hewa nyingine, pakawepo vita, pakatokea aidha magonjwa, ukakutana na ukakumbwa na janga lolote lile. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila yote katika yote tunatakiwa tujifunze jambo la kukaa tukitambua majira yanapobadilika. Lakini pia tunatambua na kujua kwamba sasa ilikuwa ni majira ya mavuno wa Kagera kwa mfano, tukiwa kwenye majira ya kuvuna maharage, lakini ikiwa ni pamoja na zao la kahawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna majira yanapita, tunaingia kwenye majira mengine ambayo ni majira ya kupanda tena. Haleluya. Au majira pia inaweza kubadilika, ni msimu fulani, ni mzunguko fulani wa biashara fulani, lakini baada ya muda ule mzunguko unaweza kupita. Sasa biashara ya kahawa ikapita, tukaingia kwenye biashara ya mpunga.
ya mpunga ikapita. Sasa inaingia majira mengine ya biashara ya mavuno au mzunguko wa biashara ya karanga, ikawa ni biashara labda ya maharage, mahindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo majira hubadilika namna hiyo, lakini inavyobadilika majira namna hiyo, hata pia katika ulimwengu wa kiroho, katika ulimwengu wa roho wa huduma, katika ulimwengu wa roho, katika kazi ya Mungu, katika ulimwengu wa roho, katika maisha ya imani, majira na yenyewe yanaweza kubadilika. Kuna wakati mtu anaweza akawa ni wa kiroho sana, ni muombaji sana, ni mtu ambaye anamtafakari Mungu sana. Kuna mtu wakati mwingine anaweza akawa ni wa kiroho sana, anatia bidii katika kuhudhuria, hata pia kusimamia katika vitengo vyake kwa namna moja au nyingine. Haleluya. Kuna kuwepo majira wakati mwingine ya uamsho. Kanisa inaweza ikawa na uamsho kwa namna moja nyingine, watu wanahudhuria kwa wingi, watu wanatia bidii kuwahi, watu wanaweza kana tia bidii katika kujitoa, wanatia bidii kuwezesha kazi ya Mungu, wana kiu. Yote haya ni majira na hali ya hewa inayokuwepo. Haleluya. Nisikilize, majira haya yanabadilika kwa nyakati au kwa mapito ambayo tunaweza tunapitia. Mapito yanaweza yakanapitia mtu yakamsababishia kuwa na uamsho. Mapito yanapitia mtu yakamsababisha mtu kuwa na changamko katika kazi ya Mungu, na mapito yanapitia mtu yakamfanya yule mtu hata wakati mwingine kujikuta karudi nyuma. Yanaitwa majira au hali ya hewa inavyoweza kubadilika. Haleluya. Mapito yanaweza kumsababishia mtu mapito mazuri, mapito mabaya, changamoto au hali ya starehe, amani kiwepo, mafanikio kiwepo, ishara miujiza kiwepo. Inaweza kumsababisha mtu kurudi nyuma au pia akapanda daraja, akawa na uamsho kumtia bidii katika kazi ya nani? Katika kazi ya Mungu. Yote yanaitwa ni majira ya hali ya hewa au majira ya vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini panapo uwezekano, kuna kuwezekana Mungu majira haya akaachilia ikawa ni baraka kwako ili uweze kumjua yeye, na kuna uwezekano wakati mwingine hali ya hewa ikabadilika kwako ikawa ni mbaya, ikawa ni majira na nyakati na hali ya hewa inabadilika hivyo, ili Mungu akubadilishie majira hayo, hali ya hewa hiyo, uweze kumtafuta Mungu tena zaidi kama pale mwanzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu anaweza akawa akapata riziki, akala akanywa, akashiba, akapona, baada ya miezi kadhaa akaanza kurudi nyuma kamsahau. Na kuna uwezekano Mungu kubadilishia majira hayo ili aone kama yamkini unaweza ukashtuka tena ukamtafuta tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Pakawepo ukame, pakawepo umaskini, pakawepo magonjwa, wakati mwingine pakawepo riziki kukoma, riziki za kila siku zikakoma, ili Mungu analenga wakati mwingine inaweza kama majira ya Mungu anafanya namna hiyo ili alitafute tena kanisa au amtafute kiongozi aliyepotea ili ampate mchungaji. Majira kama hayo watu watamka, wataomba, watafunga, watakesha. Haleluya. Wanatambua na kujua kwamba tunamrudia Mungu au tumetenda dhambi mbele za Mungu, tunatakiwa kumrudia tena nani? Mungu. Haleluya. Kwa hiyo kama Mkristo aliyesimama au mtumishi au kanisa uongozi, tunatakiwa kuzisoma nyakati na majira kwamba sasa ni majira ya vita. Lazima kanisa tuinuke, tuanze kupigana vita ili kurudisha uwepo wa Mungu, kurudisha nguvu ya Mungu. Au kanisa, uongozi, watendakazi, tunatambua majira sasa imepita, wakati wa pigo, tumeshambuliwa kwa namna moja nyingine. Sasa kanisa lazima lirudi tena kumtafuta Mungu, kutafuta uso wake kwa namna moja au nyingine. Haleluya. Kwa hiyo kanisa lisiposoma majira au nyakati, hali ya hewa kama imebadilika, kama mkulima anavyosoma hali ya majira au mkulima anavyosoma hali ya majira kwamba ni wakati wa kuvuna, na sisi vile vile kanisa, uongozi, watu wa rohoni, tunaopanda mbegu ya rohoni, tunaopandiwa mbegu ya rohoni, tunatakiwa tujue ni majira ya kuvuna au ni majira ya kupanda mbegu za rohoni, au ni majira ya vita, nyakati ambayo tunatakiwa tuamke sasa, tutafute uso wa nani? Uso wa Mungu. Sasa nisikilize, Mkristo yeyote bila kujali ni kiongozi aina gani, kama yeye atambui nyakati hizo na majira hayo, basi ni rahisi sana kuangamia, ni rahisi sana kupotea,
Ni rahisi sana kutekwa katika maisha ya kiroho. Ni rahisi sasa kurudi nyuma, akarudi kwenye ulevi, anaweza karudi kwenye ukahaba, anaweza karudi pia kwenye mawigi na mapodozi, anaweza kaacha imani, anaweza kurudi kwa mganga wa kienyeji. Haleluya! Kwa sababu yeye asome alama za majira na nyakati. Kanisa inaweza ikapukutika likaisha, au kanisa inaweza ikatekwa wakiwa ndani kwa ndani, kanisa likatekwa uongozi, madhabahu ikatekwa, kaikuta inaendeshwa kinyume na mapenzi ya Mungu, kwa sababu watu wa kanisa hilo, viongozi wa pale hawana maarifa ya Mungu. Ndio maana maandiko yanasema kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Kukosa maarifa. Mtu aliyeombewa akapona, baada ya muda akaenda miezi 6, miaka 7, miezi miwili, mingapi, akastareka, akamsahau Mungu, akarudi nyuma. Kama ajui majira, anaweza akarudiwa tena, akavamia ile pepo wachafu, akavamiwa na nguvu za giza, mizimu ikamrudia, wachawi wakamrudia tena, na wakakuweza. Kwa sababu gani? Kutambua nyakati na majira au hali ya hewa inavyobadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mkristo aliyesimama vizuri, akiyasoma au akiwa ni mtu yuko makini sana, hawezi vamiwa, hawezi kurudi nyuma, na akirudi nyuma anashtuka kwamba hapa anateleza. Akitaka kanisa kuvamiwa, tunajua kwamba hapa hali ya hewa imebadilika, ni majira ya vita. Tunabeba silaha zote za nini? Silaha za vita, tunaenda vitani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Jambo jingine, lakini pia panaweza katokea majira vita, kanisa ikawa na vita, ikawa na ushindani, wewe familia yako ikawa na vita, biashara yako ikawa na vita, afya ukashambuliwa, mtoto akashambuliwa, ukaona kuna mambo yamebadilika. Sio kama Mungu amekuacha wakati mwingine, hapana. Mungu anaweza akawa hajakuacha wewe, ukashambuliwa, ulichokuwa umeandaa ukashambuliwa kwa namna moja nyingine. Wewe utajua ni nini ninachokufundisha. Roho Mungu akufundisha jambo hilo kwa hiyo. Sasa wakati mwingine mambo kama haya waweza kushambuliwa ni kwa sababu ya kitu ulicho nacho. Una kitu cha maana, Mungu hajakuacha. Una nyota, una baraka, una utumishi wa ziada, una huduma ulio nayo, aidha madhabahuni kuna kitengo ulicho nacho nakifanya. Wewe ni wa maana, ni mali wa Mungu. Kwa hiyo mtu wa namna hiyo umewafanya watu wengine pia kuokoka. Umekuwa msaada ndani ya kanisa, ndani ya huduma. Ni mchungaji wakati mwingine amewafanya watu wageuke wamjue Kristo. Amekuwa ni mwalimu ndani ya darasa, ndani ya huduma, ndani ya madhabahu. Sasa kwa sababu yako wewe umesababisha watu wamgeuke Mungu, wameacha ulevi, wameacha ukahaba, wamepanda daraja, wamekuwa na imani. Haleluya. Inaweza ikawa ni kiongozi, ni mchungaji, nimeambia watu wamepona, wamefungulia vifungo vya giza, na wote wamemkimbilia Mungu, wamemfuata Mungu. Inaweza ikawa ni mshirika kanisani, wewe wakati mwingine umejitoa zaka, unajitoa zaka yako kutoka katika mapato yako, katika miradi yako. Kanisa limejengwa, mchungaji amepata riziki, amekula na kunywa, kanisa tumenua vinanda, tumeboresha huduma, tumeangusha kuta na kujenga kuta zingine. Haleluya. Umefadhili waimbaji wa kwaya, umefadhili huduma kwa namna moja nyingine, kupitia katika mapato yako, biashara yako. Wewe umekuwa ni mtumishi mzuri, umelifanya kanisa lina maendeleo. Mbingu inakujua, malaika wanakujua, na ufalme wa mbinguni umetambua uwepo wako kanisani. Inaweza kani kiongoza kanisa la nyumbani, kuna kazi unaifanya ya maana, unayofanya watu wengi wageuke wamjue Mungu, wamepona kupitia wewe. Kwa namna yote hiyo unavyoweza kufikiria, Roho Mungu akufundishe jambo hilo. Haleluya. Ukienda sasa miaka, ukienda miezi, lazima utambue kwa kazi unayokuwa unaifanya, lazima panaweza patokee mashambulizi, patotokea majira ya vita. Maana ufalme wa giza wao wenyewe hawataki kanisa liendelee, hawataki watu wapone, hawataki tujenge, hawataki tuingie mtandaoni, YouTube, Facebook, hawataki watu wapone, hawataki shuhuda. Kama hivyo hata nashuhudia watu wanapona. Yani lazima patakuwepo sekeseke, patakuwepo mshike, patakuwepo ushindani kwa namna nyingine, kwa sababu ya kile kitu ulicho nacho. Kwa hiyo wewe kama mshirika, kama kiongozi mwenye maarifa, unatakiwa kujua na kutambua kwa nini nashambuliwa, kwa nini pametokea vita. Hapo unabeba silaha za vita, au achiki kile ulicho nacho, unaendelea kusimama na imani, unatumikia Mungu, na ukijua hii nashambuliwa, mimi si wa kawaida, mimi na kitu cha ziada. Maana watu wameokoka, watu wamejua Mungu, watu wamepona. Nimejenga madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimejenga madhabahu. Tunaweza tukaona kwa mfano Yesu wakati ameingia kwenye mafungo ya siku 40, mjaribu alimjia, au ufalme wa giza uliandamana ukaja kumjaribu Yesu. Kwa sababu gani? Mafungo ya Yesu siku 40, lengo na dhumuni, Mungu alimwambia, Roho Mungu alimwambia ndio kafunge. Anapokwenda vitani sasa, atakutana vita, atakutana majaribu, atakutana watu kumpinga, ili apate power na uwezo
wa kuweza kukomboa ulimwengu au kutukomboa sisi na kupigana na nguvu za giza ili aweze kuwaponya watu na magonjwa yao. Sasa tayari ufalme wa giza ukatazama, ndipo sasa ukamshuti au ukaingia vitani ili kumkatiza kwenye yale maombi, kukatiza ndoto zake, kukatiza maono ya Mungu, kukatiza maono ya Yesu aliyejitoa sadaka kumtumikia Mungu au kutuokoa sisi wanadamu waliokuwa kwenye dhambi. Haleluya! Sasa haraka sana nyoka akaja, mjaribu akaja, akapinga yale maombi, ndio akamwambia sasa, badili mkate, badili mawe haya yakapate kuwa mkate. Akasema sasa, ukiniabudu mimi, ukinisujudia mimi, nitakupa fahari hizi zote. Haleluya! Hiyo inakupa picha kwamba nyakati hizo, majira yale, nyakati hizo Ibilisi alikuwa ametawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Zote mali zilikuwa za kwake, fahari ni za kwake, majengo, rasilimali, utajiri, watu, binadamu wote amewateka yule shetani. Sasa anasema mimi ndo tajiri. Alikuwa ni mtawala, sasa yuko kwenye nafasi ya ufalme. Haleluya! Ndo sasa nyoka au shetani analeta mawazo na kuzungumza na Yesu kwamba ukiacha yote unayotaka kuyaendea, utumishi unaotaka, malengo ya watu wapate kupona, kuokolewa, ukiacha hayo, mimi nitakupa miliki hii. Kwa sababu gani? Alionekana ametokea mkombozi, alitokea mtu wa tofauti, alitokea mtu wa kutaka kuomboa wanadamu wale. Sasa ndipo anakuja ushawishi. Kwa hiyo mtu anapokuwa amekwenda kwenye hatua nzuri, matunda mazuri, huduma ya Mungu inapendeza, unasimama kiroho, sasa imani imeingia, umefanya maamuzi ya kuokoka, panaweza patokea mashambulizi kwenye upande wa ndoa, panaweza kutokea mashambulizi kwenye upande wa familia, pakatokea mashambulizi kwenye kitengo cha biashara, pakatokea hata mashambulizi kwenye kitengo cha huduma, ile huduma ulionayo kanisani. Ukashangaa unashambuliwa, unalaumiwa, unachonganishwa nao na wale, kuna mgongano, kuna vita hapa na pale. Hata wakati mwingine ukasikia moyo wako unakata tamaa kuendelea hiyo huduma na utumishi ulionao. Haleluya! Wakati mwingine ukaimba, wakati mwingine ukajitoa, wakati mwingine ukaombea ugonjwa, ukafanya chochote kile, lakini ukasikia naye rudi chini ya mwingine anasema ni kielele, ni kujiinua, ni kujisifia. Yani hakuna naye kutia moyo, bali wote watakuwa kinyume na wewe. Kwa sababu gani? Yale ni maroho, ni mashambulizi ya shetani kwa sababu ya kitu unachokuwa nacho. Sasa majira kama hayo yanakuwa ni majira ya kujitambua wewe kwamba sasa nilikuwa napita vizuri, watu wameokoka, napita vizuri, nimesimama, sasa mashambulizi yamekuja. Anaweza akashambulia mtoto wako, anaweza akashambulia biashara, unaweza kukutana pigo, yamkini usiende katika ziara au katika safari unakopenda. Ulichokishikilia kisiendelee. Anaweza akawa ni mfanya biashara, ni mtenda kazi kanisani, mshirika kanisani, lakini amekuwa msaada na huduma kwenye ibada. Haleluya! Haleluya! Sasa Ibilisi ataona mbali sana, anaweza akashambulia ile biashara yako, akashambulia ule mradi wako, akashambulia taasisi yako, akashambulia darasa lako, akashambulia mara ambapo umepata ajira. Lengo na dhumuni usiendelee. Lengo akupigi wewe, anakupiga wewe wakati wewe pia anapiga kazi ya nani? Kazi ya Mungu. Nini unachotakiwa kufanya? Unatakiwa usimame bado, ukijitambua kwamba ni majira ya vita. Ibilisi bila shaka anashuti, anatazama, analenga shabaha kwenye kitu ambacho anakifanya, ni kazi ya Mungu. Au pia ametazama maendeleo ya mke wangu na mume wangu, ametazama tulivyotaka kujenga. Kwa hiyo majira haya yapo ya vita, majira ya nyakati ambayo pia yanaweza kubadilika upepo wake. Ukiyatambua haya, utashinda vita. Angalia kitabu cha Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume sura 18. Matendo ya Mitume 18. Watu wake Mungu anapotea kwa kosa nini? Wanakosa maarifa, hawajui anaenda wapi, wanapenda tu. Yaani wanagonga ukuta, hajui anapigana na nini, hajui kwa nini shambulizi linampata, lakini ukijua haya unasimama. Ibilisi anamuona uso kwa uso, wanaingia kwenye biashara, ataingia kwenye ndoa, utajua kwa nini napigwa. Atazama kanisani, atayumbisha kanisa. Ni majira Ibilisi analitafuta hiyo kanisa. Nasi watenda kazi hatuwezi simama wala kulala. Tunasema ni majira ya vita, lazima tupigane nini? Tunapigana vita, tuachi vitu tunacho, tuachi maombi, tuachi ibada, tuachi mahudhurio. Tunatambua majira. Kama kanisa lini majira, mchungaji ajui majira, anaweza kukimbia kitu akakiacha. Mchungaji anaweza kaacha huduma akasema umenichunganisha, umenichafua, akasema umenishambulia wachungaji wenzangu. Lakini kama anajua nilicho nacho, ndiyo majira Ibilisi ameinuka kupigana
Yesu alipoyajua haya, wala akusubutu kusikia maneno ya shetani yule, akusubutu kusikia maneno ya nyoka. Yesu alikataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nasi tunatakiwa tukatae, tukae kwenye mwongozo ule ule uliona. Matendo ya Mitume nimesema 18 mstari 12. 18 mstari 12 ninasoma mpaka 13 ikiwezekana kuendelea. Anasema hata Galio alipokuwa liwali wa Akaya. Huyu Galio alikuwa ni kiongozi, nimesema mtendaji, nimesema hakimu, tuseme vile hakimu. Anasema hata Galio alipokuwa liwali wa Akaya, Wayahudi wakamuinukia Paulo kwa nia moja. Wakati huo Galio alipokuwa ni kiongozi, hakimu, afisa mtendaji wa kata, mkuu wa kituo polisi. Sasa ndipo Wayahudi wakamuinukia nani? Paulo kwa nia moja, ina maana kwa kikosi. Anasema wakamleta mbele ya kiti cha hukumu. Huyu alikuwa ni hakimu. 13 wakasema, mtu huyu wavuta watu ili wamwabudu Mungu kinyume cha sheria. Mtu huyu wavuta watu ili wamwabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili wamwabudu Mungu. Na hapo sasa ukipatazama hiyo ni kubwa, ina maana ni Mungu mwenyewe. Anasema huyu Paulo amewavuta watu wengi, wamebadilika, amewaleta wamwabudu Mungu. Wakasema ni kinyume cha sheria. Hiyo inakupa picha, nyuma sheria waliokuwa nayo walikuwa wana ibada za kweli, walikuwa na matoleo ya kweli, walikuwa labda tumesema ni makahaba, ni wazinzi, walikuwa wanasema tunamwabudu Mungu lakini wanaenda kwa waganga wa kienyeji, walikuwa wanasema tunamwabudu Mungu lakini bado ni wanawake vile vile, wanavaa suruali, nguo za kiume, wanasema tumemwabudu Mungu nyakati hizo, lakini bado pia wamechukua ngozi yao, wamevalia mawigi, wamebadilisha mili yao kinyume na mapenzi ya nani? Na mapenzi ya Mungu. Walisifikia mpaka wakati kwamba wanasema wanamwabudu Mungu lakini wameweka pale sanamu. Sanamu ziko kwenye ukuta, ziko kwenye madhabahu yao, miungu iko pale pale, wanaweka hata masanamu ya aina mbalimbali wakidai kwamba huyu ni mtakatifu fulani, mtakatifu fulani. Wanaabudu mpaka ndama, wanaabudu hata miti ambayo imechongwa, lakini wakidai kwamba wanamwabudu nani? Mungu. Sasa Paulo alivyotumwa na Mungu akaja akawafundisha kweli yote, wakaijua imani ya kweli, wakamuita Mungu wa kweli, wakaacha kuabudu sanamu. Walikuwa wanafanya biashara kwa kupita kwa njia ya kuabudu waganga wa kienyeji, wanatumia irizi, wanatumia matunguli ya namna hiyo, walikuwa wanamwaga damu, wanaenda hiyo Freemason namna hiyo, wanaua mama zao, watoto wao, wanatoa kafara ili waweze kujipatia wajipate nini? Wajipatie biashara au amani katika maisha yao. Haleluya. Wanasema tumemwabudu Mungu lakini umevaa irizi. Paulo sasa alipokuja akafunua maandiko matakatifu, akaomba, akawajaza roho nyingine, Roho Mtakatifu, wakamgeukia nani? Zile sanamu wakavichoma, mawigi wakavichoma, mavazi yakaba akayachoma, wakaacha mapodozi ya namna hiyo, pete wakaziacha, hereni wakaviacha, mashanga wakaiacha. Haleluya. Vikuku vyote wakafanya nini? Wakaviacha. Nyakati hizo kulikuwepo shanga za nyakati hizo, ilikuwepo vitu na vitoa baharini inaitwa ensimbi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lugha ya Kiaya au nini hii ya kawaida wanaitwa ensimbi. Walikuwa navaa ndio iko ni kama mashanga. Lakini pia walikuwa napewa na waganga vitu na mimi. Walikuwa navaa shanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanavaa mashanga. Haleluya. Walikuwa wanatembea na masanamu kwenye mashingo yao. Hiki tunachokiona mpaka sasa kipo watu wana imani za namna hiyo, ni watu ambao ni chimbuko, ni maroho ya namna hiyo yatokea kule zamani. Wanasema Mungu mbera naga wote ileo wanaenda kwa mganga. Wanavaa ilizi wanaenda kwenye biashara. Wanavaa ilizi nasema tuende kwenye maombi. Lakini pia walikuwa wanaabudu kwenye makaburi. Wanainama kwenye makaburi, wanatamka maneno, wananuiza maneno, wakiita mizimu ya baba, wakiita mizimu ya bibi, mizimu ya mama, na ile mizimu inainuka. Alafu mzimu ule ukiinuka kaongea, wanaamini kwamba ni Mungu amefanya nini? Amesema mambo ya namna hiyo. Lakini pia walikuwa wanasema ni Wakristo, walikuwa na uwezo wa kuacha baada ya siku kadhaa, bibi amekufa, mama amekufa. Kaburi la zamani hata mifupa ilishauza zamani. Lakini wanakwenda pale kwenye mifupa pale, wanaweka pale pombe, wanaweka pale vyakula, atikoma anampa bibi amefanya nini? Amekula.
walikuwa wanaweza kununua nguo. Bibi alikuwa anapenda nguo fulani, kitenge fulani, labda nguo fulani ile fulani, wanapeleka pale nguo, wanaweka pale kwenye yale makaburi yao, kwamba bibi wamemvalisha, na ile mizimu inainuka, inaongoza roho zao, inaongoza maisha yao, wanahisi kwamba wanamwabudu nani? Mungu. Paulo alipokuja sasa akaifundisha kweli, wakaacha hizo madhabahu, wakaacha ile makanisa, wakaacha ile masinagogi, wakamfuata Paulo, wakajenga kanisa, wakamwabudu Mungu katika roho na kweli. Ndipo sasa vita ikainuka, wakaenda kwa huyu mkuu wa wilaya hiyo, wakaenda kwa huyo mkuu wa taifa hilo au hakimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakasema mtu huyu amekuja anawafundisha watu, wamebadilika sasa, wote anakwenda kumwabudu Mungu kinyume na ile taratibu, sheria zetu jinsi tulivyokuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo vita sasa ikawepo kwa Paulo. Paulo akatambua na kujua hii ni majira nini? Ni majira ya vita, watu wamegeuka, watu wameokoka, wamemjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa kanisa la leo, Wakristo wa sasa, tunapokutana vita namna hii, hawajui vita inatokana na nini. Kanisa tunaposhambuliwa, unaweza kushambuliwa na wachungaji wengine, unaweza kushambuliwa na uongozi wa juu, uongozi wa kati, unaweza kushambuliwa na watu wa masinagogi mengine, lakini mchungaji anaposhambuliwa, viongozi wanaposhambuliwa, kanisa likakutana changamoto, likapata kesi hapa na pale, likakutana vita, upepo ukatokea, mawimbi yakaja yakachafuka, lazima utulie na kujua kwamba kwa nini tunavamiwa. Na changamoto inayokupata mpendo, mshirika, mtendakazi, lazima ukae ujiulize kwanza, kwa nini napitia magonjwa haya? Kwa nini napitia shambulizi hili? Kwa nini vita yangu inayumba? Kwa nini napungukiwa nini? Wenda ikakuta ni kwa sababu umerudi nyuma uombi, wenda ikakuta ni kwa sababu ya kitu cha ziada ulicho nacho. Wenda ikakuta biashara yako inashambuliwa kwa sababu mlipazaka, wenda ikashambuliwa kwa sababu unafadhili huduma. Haleluya. Pepo wachafu, nguvu za giza namna hiyo wanaweza kandamana, wakasema mama huyo tumuondoe kanisani, mama huyo tumtafutie tukio fulani, dada huyo tumtafutie jambo fulani, mchungaji tumchafue kwa namna moja au nyingine. Huyo huwa akosaje kusinzia? Mshike mkono wako, mwambie wewe ni kawaida yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Basi sasa jambo la muhimu sana tunatakiwa au unatakiwa wewe mwenyewe sehemu yako binafsi ni kwenye ndoa, ni kwenye nini, tafuta kuchunguza na kujua kwa nini narudi nyuma, kwa nini nashambuliwa. Haleluya. Sasa wengi wanaweza karudishwa nyuma, wakashindwa kuomba, wakashindwa tena kujitoa, akashangaa haji tena ibadani. Sasa utagundua na kujua kwamba ili shambulizi linakupata wewe kwa sababu ipi? Aidha umezofika, umemwacha Mungu, aidha ni majira ya vita, ibilisi wameandamana wakakujia wewe kama Paulo kupigana na wewe. Wewe ulikuwa ni wa thamani nyumbani mwa nani? Makofi kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 13 na 14 nasema wakasema mtu huyu awavuta watu ili wamwabudu Mungu kinyume cha sheria. Alikuwa anaongelea sheria yao yatoka zamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu ananisikia, lakini kuna mtu yuko makini? Watu wa namna hii ambao wasikii neno hili, anabaki kuomboleza, yaani mume wangu ananitesa, yaani ndoa yangu imeniacha, yaani mke wangu, yaani biashara yangu, yaani mimi si nifanyeje, mimi Mungu anioni. Anaweza Mungu akana kuona, aidha kuna mahali ambapo umepungua kiroho, aidha pia hujapungua kiroho, ila ni sehemu yako ya kushambuliwa kwa sababu umesimama na nani? Mshike mwenzako, mwambie punguza machozi, anza kutafakari kwa nini. Simama na Mungu, ni majira na nyakati yako, tupige hatua. Mstari wa 14 mpaka 15 anasema na Paulo alipotaka kufunua kinywa chake, Galio akawaambia Wayahudi. Hapo Paulo anataka kufunua kichwa kwanza, kujibu shambulizi yake, kwa nini anapigwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Galio akumpa nafasi Paulo ajibu, ila Galio akasimama akaanza kuzungumza na wale waliomkamata, waliomvamia Paulo na kumleta pale kwa hakimu. Anasema Paulo, mstari 14, Paulo alipotaka kufunua kinywa chake, Galio akawaambia Wayahudi, kama lingekuwa jambo la dhuluma au la hila mbaya, enyi Wayahudi, ingekuwa haki mimi kuchukuliana nanyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Paulo akasema hivi, kama angekuwa ameiba ndizi,
yule Galio hakimu, kama angekuwa ameiba ndizi, kama angekuwa amempiga mtu, kama angekuwa amezulumu mtu, kama ingekuwa kuna mara ambapo amefanya ubatilifu, mambo mabaya, basi akasema mimi ningerudi upande wenu nikachukuliana na hoja yenu. Lakini kwa sababu ni jambo la kumwabudu Mungu, ni jambo la watu wameokoka, wametupa sanamu, wameacha ulevi, wameacha ukaba, ni jambo la kwamba amejenga madhabahu, ni jambo la kwamba amefundisha watu kuomba, ni jambo la kwamba amehubiri watu wakaja kwake wakamfuata yeye, ni jambo la kwamba amefanya wawe na imani kuliko, haleluya, ili ya kwanza wapande da, amefanya watu wavae nguo za samani zenye kumpa Mungu heshima na utukufu. Ni jambo la kwamba amewafanya watu wawahi ibadani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wawahi kwenye ibada, watambue siku za ibada. Akasema basi sasa mimi siwezi kuchukuliana na nyinyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza sasa, iko hivi. Lile jambo linakuwa ni vita ya kiroho. Yule hakimu akasema vita hii mimi siwezi kuipigana wala siwezi kuingilia. Haya ni mambo ya roho, ya rohoni. Amefanya jambo la rohoni. Sasa mimi Galio nikisimama kumhukumu mtu huyu, basi nitakuwa na mhukumu Mungu, nitakuwa napigana na Mungu. Ni jambo la Galio. Hakimu akakataa, akasema hivi, mimi sitachukuliana na nanyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ina maana anarudi upande wa Paulo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo ilivyo katika ulimwengu wa roho. Ikiwa umesimama na Mungu, hakimu Mungu, mdhamini wetu, mkombozi wetu, mkono wa Mungu utakuwa sehemu yenu, utakuwa sehemu ya ndoa, utakuwa sehemu ya mchungaji, ulinzi wa Mungu utakuwa sehemu yako. Roho wa Bwana atasimama kukupigania, aidha kupitia watu waliokoka au kupitia mtu ambaye hajaokoka. Mlango wa majibu yako lazima apatikane. Kwa sababu gani? Wewe uko kwenye vita, ushindani huu uliokupata kwa sababu umesimama na nani? Na Mungu. Lakini vita hii sasa inapokushambulia kwa sababu umerudi nyuma, umeacha ibada, umeacha maombi, umeenda nje na kazi ya Mungu, wale Wayahudi, wale maadui, wale pepo wachafu, nguvu za kuzimu zitakapokutokea, watakapokushambulia, lazima wakuweze. Kwa sababu gani? Umekwenda nje na mapenzi ya nani? Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu. Kwa hiyo sasa nisikilize. Kwa hiyo kama kanisa tunatakiwa tuwe imara, viongozi tuwe imara. Ni swala tu la kujichunguza. Ajali iliyotokea, changamoto, vita inatokea, upepo unatokea, unatokea kwa sababu gani? Aidha nimesimama, siasimama, na hizo hujasimama, simama tena. Unaposimama sasa, Roho wa Mungu anakuwa upande wa hakimu, hakimu hata kuhukumu. Mkono wa Mungu utakuwa sehemu ya biashara yako. Mkono wa Mungu utakuwa sehemu ya ndoa yako. Mkono wa Mungu utakuwa sehemu ya kanisa. Mkono wa Mungu utakuwa sehemu ya mtumishi, mchungaji. Pamoja na vitu unapitia, pamoja na changamoto unayopitia, lakini baada ya muda lazima uishinde, lazima uvuke, maana Mungu anakuwa sehemu yako. Wewe ulikuwa katika kazi ya nani? Kazi ya Mungu. Kwa hiyo kinachosababisha watu warudi nyuma au washambuliwe na kupigwa, Ibilisi apate nafasi, ni pale shambulizi linapokutokea, na wakati huo pia ukawa umejikuta huko kinyume na mapenzi ya nani? Au na ibada, au na maombi, au na utakatifu. Shambulizi linaingia kwenye ndoa, ndoa hakuna amani. Shambulizi limeingia kwenye upande wa kanisa, kanisa hatumtumiki Mungu. Lakini shambulizi linaingia katika sehemu ya biashara yako. Tumauleta atachukua biashara yako, atakaba, atazuia. Kwa sababu gani? Hilo shambulizi lazima likukade, kwa sababu mikono yako haina mkono wa Mungu mle ndani. Naongea na mtu? Au na maombi, au na mafungo, au sikie neno, au tembea na neno la Mungu. Lakini ukiwa unatembea na neno la Mungu, Mungu atakuwa sehemu yako, Mungu atakuwa upande wako. Makofi kwa Yesu. Hebu mshike mkono mwenzako, muulize mashambulizi yako yanayokupata ni kwa sababu gani? Ile hakimu akakataa, akasema kama ingekuwa ameiba ndizi, kama ingekuwa na ila yote ile, basi ningekuwa upande wenu, lakini namna hii, kama ni haya, siko upande wenu. Akakataa hakimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maadui wa Paulo walikuwa ni wengi sana, walionekana kuwa na uwezo, walionekana kuwa na nguvu, vitisho ni vingi sana. Yeye ni mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana.
Haleluya. Unakutana makwazo, unakutana na vita. Kwa nini ukutane vita? Lakini hii vita unayokutana, Mungu yupo anakupigania. Umemweka Mungu. Na kwa nini ushambuliwe eneo hilo? La kufanya, endelea kusimama na nani? Wakati huo maandiko anasema kwamba Paulo anataka kujibu, anataka kujitetea. Galio hakimu akasema hapana, mimi nasimama, hukumu nimeshaipata. Kama ameokoa watu, kama ametoa zaka yake, kama amemhudumia Mungu, kama amejenga kanisa, kama ni muombaji, hauwezi kumzia asiombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akanyosha mkono akakataa. Ni vita gani unaipitia mwanamke? Jiulize. Pengine umezuia ibada moyoni mwako. Moyoni mwako hakuna ibada. Pengine umezuia mikono yako ya utoaji. Pengine baada ya kula na kushiba umemwacha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Pengine umeacha kituo ulichopewa kama mchungaji. Pengine umeacha kitengo. Umepewa kitengo cha uimbaji. Umepewa kitengo kupiga kinanda. Umepewa kitengo kudeki madhabahu. Umepewa madhabahu ya kanisa la nyumbani. Pengine ni mwalimu. Kuna mahala ambapo umeacha. Sasa unapoacha, wale maadui waliokwisha kuwazuru lazima wakushambulie. Lazima washambulie ndoa. Wale waliokuwa na kanyaga, Bwana Yesu asifiwe sana, lazima warudi wakukanyage. Naongea na mtu hapa? Nasema na mtu hapa? Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza. Hapa Alhamisi wakati tunaomba, nilipoichukua maiki nikamwambia sasa nenda rohoni, kanyaga wewe mwenyewe kilicho tumoni kwako. Mtu yeye mwenyewe ana fikira, imani katika ulimwengu wa roho. Silaha unazigeuza sasa. Haupigani walioko nyumbani, haupigani walioko kwenye biashara yako, unapigana na yule aliye ndani ya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna pepo ndani, amefunga mikono, amekalia mwili, amekalia viungo, amefunga kizazi, lakini pia wakati huo alichukua nywele, alichukua kucha. Ni sehemu ya viungo vyako. Naongea na mtu. Sasa nikawapeleka kwenye mama, nikamwambia hivi, sasa tunakwenda. Sasa kanyaga wewe mwenyewe. Imani unaipeleka, unasema vifua vya akiwa ameshikia kwenye moyo. Kanyaga huko ndani. Kwa hiyo mtu alipokuwa kanyaga, nina kanyaga vifua. Yaani miguu unapoibeba ni kama unapiga chini, lakini katika ulimwengu wa roho inatua kwenye kifua ndani kwa ndani. Inatua kwenye kizazi, inatua kwenye mgongo. Sasa kama ni pembe, ni jini, mchawi amekaa kwenye mgongo, amekaa kwenye kichwa. Siku hiyo tuliwakanyaga wachawi. Baada ya muda, panaweza tuwe sana. Alhamisi iliyopita, baada ya muda naweka mikono juu ya ugonjwa, mganga anatokea anasema kametukanyaga. Wametukanyaga, tuko kwenye kikao. Tuko nyanga. Hatuna uwezo. Mtu mmoja anakanyaga watu kama 20-30 wako kwenye kikao cha wachawi wakiwa wamekukalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale wachawi wanasema hivi, tulishangaa ni wa kawaida tu tumshika siku zote. Hajawahi kutukanyaga, lakini ulivyosema tunakwenda na wewe, anasema tumeona amekuja na kikosi chote akatukanyaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Unaona bwana? Sasa mamlaka hiyo inawezekana kuwa kwako pale unapojifunza yale mambo kayaele. Mchungaji anapokuwa na yale maarifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa chiari wale wacha nasema, yani mchungaji hata usipotupiga, yani tumeishiwa nguvu, ametumaliza mapema. Tulienda kwenye yale maombi na maombezi mpaka saa 12 asubuhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilikuwa ni mchawi na mganga wake wote anavutwa. Mchawi na mganga wake. Mganga anasalimu wewe, anasema naomba ninyoshe mikono niongoze sala toba. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ninaomba ninyoshe mikono. Nini kinachoendelea? Tulikuwa upande wa nani? Upande wa Mungu. Kwa hiyo ukiwa upande wa Mungu umesimama na yeye, Mungu anakuwa juu yako. Mungu anampa pawa mchungaji, anampa kiongozi kwa sababu hajaacha kitengo chake, hajaacha madhabahu yake, hajaacha jukumu lake. Lakini unapoacha jukumu la Mungu,
achikwama umejipunguza mzigo, umemkaribisha adui wako awe karibu na wewe. Nyakati hizo ulimpiga, haleluya, nyakati hizo ulimnyanyasa. Sasa unaporudi nyuma sasa, na wao lazima warudi. Yawezekana mashambulizi yanayokupata umerudi nyuma, wamerudi. Mkono wa Mungu ulikuwa juu yako, umekulinda kwa sababu ulikuwa umesimamia nafasi yako. Naongea na mtu hapa. Sasa unaporudi nyuma, moyoni mwa mtu, ibada inapotoka kutoka, inaanza moyo, na ibada inaanza ndani ya moyo wa mtu. Utoaji unaanza ndani ya moyo wa mtu, kuwahi ndani ya moyo wa mtu, nia inaanza ndani. Mtu unaweza ukamwona ibadani kumbe amekuja ligeresha nikasha. Hakuna ibada moyoni mwa mtu. Anaweza kumuona anatembea, anaenjoy, anakwenda kutoa sadaka, kumbe wala hajatoa sadaka. Sadaka aliyoitoa ina kitu ndani, ina ila ndani. Lakini yule mtu akiwa sadaka yake anaitoa toka moyoni kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi na maana yuko upande wa nani? Sasa wale Wayahudi watakapotokea kwa kinyume na wewe, hakuna atakayekuwa upande wao, lazima wapigwe. Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu na vigeregere. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 15 nasema, bali ikiwa ni hoja juu ya maneno na majina na sheria yenu, iangalieni ninyi wenyewe, maana mimi sitaki kuwa mwamuzi wa mambo hayo. Akakataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Chiari tunamaanisha nini hapa? Paulo akapata kibali, akapata nafasi ya kupigana vita, akapata nafasi ya kuendesha huduma yake. Nini nakufundisha kwenye sehemu hii, hatua hii? Nakufundisha kusimama katika zamu yako. Pamoja na vita na changamoto, endelea kusimama. Lakini vita inapotokea, usumbufu unapotokea, mashambulizi yanapotokea, ni majira na nyakati na hali ya hewa inapotokea, lazima ujiulize kwa nini majira yatokee. Hali ya hewa kwani imebadilika? Nimeacha nini nyuma? Nimesahau nini? Ukirudi tena kwenye nafasi yako, yale majira yatabadilika, hali ya hewa itabadilika, itakuwa safi na salama. Angalia kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya 19. Isaya 19. Isaya 19. Isaya 19 mstari wa, labda tuanze mstari wa 10. Isaya 19 tuanze mstari wa 17. Mstari wa 17 mpaka 18. Isaya ngapi nimesema? Mstari wa 10 ngapi? 17 hadi 18. Nitasoma, nifuatilie. Anasema, na nchi ya Yuda itakuwa sababu ya utisho kwa Misri. Hebu wote rudia neno, sema, na nchi ya Yuda itakuwa sababu ya utisho kwa nchi ya Misri. Na nchi ya Yuda itakuwa sababu ya utisho kwa nchi ya Misri. Kila mtu atakayeambiwa habari zake ataingiwa na uoga. Kila mtu atakayeambiwa habari zake ataingiwa na uoga. Na nchi ya Yuda itakuwa utisho katika nchi ya Misri. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwamba nchi ya Yuda itakuwa na watu wenye uwezo. Tunaweza tukasema na kanisa la Kanani, na kanisa la Agape, na kanisa la Nyureifa. Ninaweza ikasema baba yule, mama yule, kiongozi yule atakuwa utisho katika ile nchi ya Misri. Na mtu atakayesikia habari zako
na mtu atakayesikia habari zetu, na mtu atakayesikia Injili, na mtu anaweza kusikia utumishi ulionao, na mtu atakayesikia ushuhuda wako, na mtu atakayesikia huduma utumishi unaofanya, anasema itakuwa utisho kwa nchi ya Misri. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwa sababu ya kusudi la Bwana wa majeshi. Unaona, kwa hiyo kuna uwezekano wa mtu wakati mwingine ukawa utisho. Nchi ya Misri ilikuwa inatawaliwa na wachawi, nganga, waganga. Mfalme wa Misri alikuwa anaabudu waganga. Sasa sikiliza, anasema na nchi ya Yuda itakuwa utisho katika nchi ya Misri kwa sababu ya mapenzi ya lengo na dhumuni la nani? La Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa kazi mtu anaweza akawa anafanya huduma aliyonayo, utumishi ulionao, unaweza kabaki kusema mimi mbona sitoki kwenye vita? Mbona sitaki kushambuliwa? Mbona sipati starehe? Mbona kanisa letu alishambuliwi? Alitoka katika mashambulizi. Mbona nguvu za giza zimeelekeza hapo kamera zao? Bwana Yesu asifiwe sana. Mbona unashambulia hapa na hapa? Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza. Ni kwa sababu wewe nchi ya Yuda umekuwa utisho katika nchi ya Misri ya wacha, Misri ya waganga, Misri ya walevi, Misri ya wakahaba. Kwa hiyo huduma madhabahu ikiwa na uwezo utakuwa ni utisho katika nchi ya Misri. Haleluya. Sasa kama wewe ni utisho katika nchi ya Misri, nasema na watakaosikia habari zao wataingiwa na uoga. Kumbuka ile nchi ya Misri na mfalme wao ni mchawi, ni mganga. Haleluya. Haleluya. Na ile mfalme au lile jeshi, utawala ule, hawako tayari kukuacha wewe ambaye ni utisho kwao. Hawako tayari kuridhika kwamba tuache. Farao alivyomuona Musa akatokea akahubiri Injili, akawafanya Waisraeli wageuke wamwabudu Mungu katika roho na kweli, na wakafanya maamuzi ya kumfuata Musa. Farao hakunyamaza wala kutulia, pamoja na mamlaka na uwezo na ishara miujiza aliyokuwa nayo Musa, lakini bado Farao hakukubali. Hakuna ufalme wowote wa kuzimu unaoweza kukubali kwa haraka sana. Lazima kanisa tuingie kwenye pigano, lazima kiongozi ingie kwenye pigano, lazima mtendakazi uwe kwenye pigano, lazima ujipange imara kwa ajili ya kupigana vita, kwa sababu wewe ulicho nacho ndani, wewe ni nchi ya Yuda ambayo itakuwa utisho kwa nchi ya Misri. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hicho kitakupelekea kuona pepo mchafu, nguvu za giza, ufalme wa giza, tunamuokoa huyu, lakini baada ya muda wanamfuata mtu mwingine. Kanisa linasimama, baada ya muda linaweza kukutana na upepo na hali yao ikibadilika, wakarudishwa tena nyuma. Hilo sasa linakupelekea kugundua mtendakazi mmoja aliyekuwa amepamba vizuri, ana imani, amezaa matunda, ameimarisha huduma, amekuwa mwalimu, baada ya muda akaima kurudi nyuma. Unatakiwa kutambua na kujua kwamba yeye alikuwa ni utisho. Sasa baada ya muda ameshambuliwa, na yeye pia ajitambue na kujua kwamba mimi nimeshambuliwa kwa sababu mimi ni nchi ya Yuda ambaye ni utisho katika nchi ya wachawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Sasa nikasema inategemea kitu ulicho nacho. Huwezi kuwa na huduma ya uponyaji, huwezi kuwa na huduma ya kufungua watu, huwezi kuwa na huduma ya kuwafanya watu wamgeukie Mungu, alafu nje unakopita pote wakakupenda. Katika huko nje kuna watu wa Misri, kuna Wamisri, kuna wachawi, kuna waganga, kuna maadui, lakini pia huwezi kuwa na huduma hiyo ukapendwa na wachungaji wote, kama unavyoweza kutambua na kujua. Wakati mwingine makanisa mengine, wakati mwingine wachungaji wengine, unatutazama wanatazama kwa nje, kumbe wakati mwingine ni watu wa Misri, ni watumishi wa Misri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndani yao kuna roho ya Farao, ndani yao wamevamiwa na roho ambaye ni mpinga Kristo. Kwa hiyo wewe ambaye umefanya watu wamgeukie Kristo, wewe ni nchi ya Yuda, lakini umekuwa utisho, unashambulia watu wa nchi ya Misri. Bwana Yesu asifiwe sana. Musa akawahamisha Waisraeli wakaenda pamoja naye, lakini baada ya muda Farao akasema sitakubali. Kwa hiyo sidhani jambo jepesi kwamba umejenga, jambo jepesi umesimama miaka 3, jambo jepesi umeisha pona, kwamba nimepona basi hata nikisali nikaacha kuomba. Hapana, baada ya muda ile nchi ya Misri inaweza ikakufuata tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia akasema hivi, hilo kanisa la Yuda ya nchi ya Yuda, sasa anasema watakuwa utisho, lakini kwa sababu ya Bwana. Watakuwa utisho kwa nchi ya Misri, ni kwa ajili ya kazi ya nani? Ya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Wewe yawezekana kuna mara unatisha. Anasema watakaposikia habari zao wote watajawa na uoga. Kwa hiyo akipata uoga, wakitetemeka, wataenda mara fulani watafanya vikao, wataenda mara fulani watatengeneza ajenda, watatengeneza mbinu nyingine. Tumrudie tena, tutege mtego namna hii, tumuondoe kwenye mstari wake hivi, tumrudie hivi, tukituma magonjwa, tukituma mashambulizi, tukimchafua ile mchungaji, tukiharibu ile kanisa, tukimuondoa ile kiongozi katikati yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe umekuwa utii, tumtumie roho ya kutaka kujisajili Freemason. Hapo alikofikia kumpata ni vigumu. Sasa tumuingizie roho ya tamaa. Akitoka eneo hilo sasa ndipo awaze sana tamaa ya fedha, ataiacha ibada, ataiacha huduma. Mwisho atataka pesa kuliko ataenda kujiunga Freemason. Alianza na baraka za Mungu, ana uwezo kujikuta pia ameangamia kwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Alianza na uzuri ya ibada, unaweza kushangaa uzuri tena ibada. Alianza kuwa ni kiongozi, mtenda kazi. Anaanza mimi hakuna haja. Amebanwa na shughuli za dunia. Amesongwa na mambo yake hapa na pale. Amesongwa na miradi. Mwisho anamkufuru Mungu, anarudi nyuma. Ibilisi, pepo wachafu. Sikiliza. Yule shetani akamwambia Yesu, ukiniinamia, ukinikubali, nitakupa haya. Ibilisi pia naye anaweza kukupa mke feki ya kuangusha nyuma. Akurudi nyuma, kurudisha nyuma. Ibilisi anaweza akakuletea mtu kama alibeba baraka zako, kumbe si baraka zako. Baraka zako hizi sio hizo zenyewe. Baada ya muda ile mtu akurudishe nyuma. Ibilisi anaweza kaleta mchumba. Si anataka mchumba, si anataka hela. Sasa basi, hebu tuachilie vitu hivi. Aone ni kama baraka zake. Unajikuta ibada uji, Jumapili uzuri, Alhamisi uji. Siku ambayo ni siku ya Mungu, siku ya kazi ya Mungu, ndipo unapanga ziara, unapanga safari. Ndio siku unafanya shughuli zako hapa na pale. Ibilisi ameruhusu mlango huo. Sasa utakapofanikia baada muda, waje kukunje baada. Ibilisi anaweza kaachilia amani, akatengeneza watu wanaonekana wanakutia moyo, wanakufariji, lakini sivyo ndivyo ilivyo. Baada muda yule mtu ageuke sasa awe kama ulivyomwona Delila na Samsoni. Baada muda unarudi nyuma tena. Shike mkono mwenzako, mwambie uwe makini sana. Hali ya hewa inapobadilika, majira ya vita yanapotokea, makofi kwa Yesu. Nasema ni mstari wangapi? Nasema 17. Na nchi ya Yuda itakuwa sababu ya utisho kwa Misri. Kila mtu atakayeambiwa habari zake ataingiwa na woga kwa sababu ya kusudi la Bwana wa majeshi. Anasema analolikusudia juu yake, kwa sababu ya Bwana wa majeshi analolikusudia juu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa kwenye habari ya kwa sababu ya Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi analolikusudia juu yako, Mungu anaweza akakupandisha juu. Haleluya. Kwa sababu ya analolikusudia juu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukawa utisho katika jamii. Mungu anaweza akabariki kanisa hili. Mungu anaweza akatutumia kwa kiwango cha juu kwa sababu ya kusudi lake yeye Bwana wa majeshi. Mungu anaweza akamtumia mtendakazi kiongoza kanisa la nyumbani, mtu tu wa kawaida, kwa sababu ya kusudi lake yeye Bwana wa majeshi. Mungu anaweza kaachilia mamlaka, ishara, miujiza, ukawa juu ya wachawi, ukawa juu ya Freemason, ukawa juu ya waganga, ukawazidi nguvu, ukaizidi misheni. Ni kwa sababu ya kusudi lake yeye Bwana wa majeshi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na ukawa utisho kwa nchi ya Misri. Kuna mtu ananielewa? Roho wa Bwana anaweza akakujaza. Roho wa Bwana anaweza akakutia mafuta. Kumbe kuna sehemu anakupeleka, kuna lengo anataka litimie. Anaweza akakupa vipawa, akaweka huduma ndani yako, utumishi ndani yako, kiu, uamsho ndani yako. Kuna sehemu anataka Mungu atupeleke kwa sababu ya kusudi lake yeye mwenyewe Bwana wa majeshi. Haleluya. Haleluya. Unaweza ukaweka mikono juu mtu akapona, akafunguka. Unaweza ukawa mwalimu mzuri ibadani, unaweza ukawa ni mchungaji anayefanya kazi vizuri. Kumbe ni Roho Bwana yuko juu yako. Kuna sehemu Mungu anataka akupeleke. Haleluya.
Sasa hili jambo kama mtumishi ajui, hili jambo kama mtendakazi ajui, atambui makusudi na majira ya Mungu. Kumbe Mungu kuna sema anataka atupeleke. Haleluya! Mungu anaweza akatengeneza akaleta maono, ufunuo ndani ya mchungaji, na kanisa likawa na maendeleo, na kanisa likafuata ufunuo, na kanisa likapanuka. Roho Bwana anaweza kawa juu yetu, tukapata mambo mengi, muujiza mingi ya kushangaza, tukaona Mungu anavyotutokea, anavyotuzukia Mungu, yani ukabaki kushangaa. Lakini kama wale watu, lile kanisa, ile nchi ya Yuda ambayo Mungu amelifanya kwa utisho kwa wachawi na waganga, kama wajitambui wao, wale kanisa au ile nchi ya Yuda ambayo imefunika utisho, imefunika kwa ishara na miujiza, kama wajitambui sasa, wakaanza kujivuna kile ambacho Mungu alikuwa ameweka kwako, anakiondoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba unisikilize. Mungu anaweza kaachilia muujiza kwako, akaachilia baraka kwako. Mungu anaweza akakuponya wewe kwa sababu ya kufanya iwe utisho katika mtaa unakotoka. Akamponya mtu mmoja aliyekuwa kiwete, akatembea, ili iwe ni muujiza kwako, ufaidike, unusurike, ubarikiwe. Lakini kumbe kuna makusudi ya Mungu pale ndani ya nini ambacho unatakiwa ufanye. Unatakiwa kucheza na hiyo fursa isikutoke. Kupitia Mungu anataka awe utisho katika mtaa unakopita. Amenipa mtoto. Kupitia Mungu katika mtaa ninakotokea, amenipa mchumba na nafunga ndoa. Yeye Mungu anafanya utisho, anawashangaza watu wa mji wako, watu wa mtaa ule, nyumbani kwako, familia hii. Lakini kupitia muujiza huo, yani Mungu anafanya mambo yake, na hiyo fursa isikupite. Unachota pale maji, unapata pale chakula, unapata pale mavazi, unapata pale riziki, unapata pale afya. Ameponya ili watu waokolewe wengine, na mimi pale siteni ule muujiza na ulinde ule muujiza. Mimi nakuwa ni kama madhabahu, nakuwa ni kama hekalu, nikawa ni kama kisima cha kutunza ule muujiza. Wakati wengine anabarikiwa na kuokolewa kupitia mimi ule muujiza wangu, ushuhuda wangu, na mimi ule muujiza usinitoke, unakaa katika mapenzi ya nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna mtu roho Mungu ananiambia janielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Msimu nimevuna kawa, msimu nimevuna mpunga wangu, msimu nimeenda sokoni vizuri, nimebarikiwa. Wakati mwingine Mungu anaweza akakuinua katikati ya wafanyabiashara wengine, wewe ukawa mtu uliyeuza, ukawa ni mtu uliyependwa, uliyebarikiwa, uliyefanikiwa kuliko wengine, umeinuliwa katikati ya wengine. Lakini tambua na kujua wewe ulikuwa ni mtumishi wa Mungu, ni mwana wa Mungu. Haleluya. Wakati mwingine Mungu anafanya mambo hayo, yani ni kama Mungu alivyompendelea Mariamu ili apitishe kiumbe chake Yesu Kristo. Naongea mtu hapa? Haleluya. Haleluya. Sasa sikiliza. Mungu anaweza akapitisha muujiza huo kwako akiwa anakwenda kuhubiri mahala pengine. Muujiza ukapita katika ndoa yako. Muujiza ukapita katika miradi yako. Ikapita kwa mke wako, ikapita kwa mtoto wako, akapata ajira. Ikapita kwa mtoto wako, akapata mchumba, kaolewa. Muujiza huo sasa, wakati watu wanashangaa, wakati utisho unaendea wengine, wakati watu wanahubiri Injili, wewe pia wakati huo pia na wewe unashiriki kwenye meza ya Bwana. Alipotenda muujiza pale, unashiriki pale pale. Kuna mtu anielewa sana. Haleluya. Haleluya. Sasa Mungu anaweza akanitumia mimi, si kwa sababu mimi ni mwema, si kwa sababu mimi ni mwombaji, sio kwa sababu mimi nina hekima na maarifa. Hapana. Mungu ameamua kwenye mji huu sasa apitishe ishara zake, muujiza, watu wapate kupona. Sasa isiwe sababu ya pastadiki kujivuna, isiwe sababu ya pastadiki kujigamba, isiwe sababu ya pastadiki sasa aubebe utukufu wa Mungu. Mungu amepitisha kwako, ni neema tu, ni muujiza tu. Mungu anasafirisha ushuhuda wake kwenda kwa watu wengine, kwa watu wengine. Ni neema tu, umebarikiwa wewe. Sasa kupitia kubarikiwa, na mimi nashikilia ule muujiza vizuri. Kupitia kubarikiwa na yafanya mapenzi ya Mungu sawa sana na Mungu anavyoelekeza. Nikae katika mstari wa Mungu ili ule muujiza usinitoke. Haleluya. Unasimama na mapenzi ya Mungu, unasimama kwenye mstari wa Mungu, wale wanabarikiwa na mimi pia nabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu amenifanya meza, amenifanya kuwa ni meza ya watu wengine wapate kula na kunywa pale, lakini na mimi pale pale lazima nipate pale minofu, lazima pale pale mimi nipate riziki. Bwana Yesu asifiwe sana.
Amekuinua katikati ya soko la watu wengine wanauza sokoni, hawauzi, wewe ndio umeuza. Haleluya! Kupitia hapo na wewe simama, mshukuru Mungu, ili Mungu kama anataka kupitisha muujiza tena pale apitishe pale tena. Lakini unapojivuna, utakaporudi nyuma, utakapokengeuka, utakaposema ni mimi, ni kwa akili zangu, ni kwa mawazo yangu, ni kwa jitihada zangu, ni kwa sababu nimekopa hela benki, ni kwa sababu nina akili, ni kwa sababu najua soko lilipo, ni kwa sababu mimi nachanganya, ukajivuna. Utakapojivuna, Mungu anaweza akaacha kukufanya kwa utisho, akahamishia sehemu nyingi. Kanisa tusipojitambua, Mungu ametupenda kwenye mji huu, uongozi tusijitambue, ametupa kitu cha ziada, na kile ambacho tumepewa tukakitumalia, tukakilinda, tukakipalilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukatambua mamlaka ya Mungu tuliyo nayo, tukatambua ulinzi wa Mungu aliyotuwekea, tukatambua ufunuo wa Mungu aliyotupa watenda kazi, tukajivuna, tukaiacha kazi ya Mungu, tukaiacha madhabahu ya Mungu, tukaacha vitengo kaza wa kaza. Ni rahisi sana Mungu akakuvua vazi hilo ukabaki kwa mtu wa kawaida, na unaweza ukashambuliwa. Kwa hiyo wewe umefanywa kuwa utisho kwenye ile familia, kwenye hiyo ndoa. Wewe ni utisho, mizimu haikuwezi. Naongea na mtu, mizimu haikuwezi. Umefanywa kuwa utisho kanisani. Usijivune, mimi ndiye, kupitia mimi na kwa hivi, kupitia mimi na kwa hivi, mimi naombea watu, kupitia mimi watu wanapona, kupitia mimi napiga kinanda, kupitia mimi na rekodi, kupitia mimi sasa ndio naimba, kupitia mimi ndio maana kanisa limekuwa namna hii. Usijivune, nyamaza kimya, itoe sadaka yako kimya kimya, mtumikie Mungu kwa bidii, ongeza kazi tena, wekeza kwa Mungu, ili Mungu tena anapotaka kujenga daraja kwa watu wengine, basi baraka zipite kwa wewe. Ndio wewe mkandarasi, wewe ndio ni mwajiri wa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa Mariamu amebeba mimba ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Haleluya. Hawezi kushambuliwa Mariamu. Naongea na mtu. Hawezi kushambuliwa kwa sababu ameandaliwa kubeba. Ameandaliwa, amebeba ujauzito wa Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Sasa ile mtu uangalizi wa mbingu unamtazama sana. Sasa wewe una kitu cha ziada, Mungu anapitisha hekima kwako. Naongea na mtu hapa. Mungu anapitisha elimu kwako. Mungu anapitisha mwongozo na ufunuo kaza wa kaza. Kuna huduma, vitengo fulani umebeba, unatakiwa kupitia hivyo vitengo, usiachie tena, hakikisha umeviboresha. Mungu akitazama kwamba ulichopewa, lulu ile, dhahabu iliyopewa, unailinda, umeweka kwenye usalama, unatambua thamani ya Mungu alichokupa wewe, basi Mungu atapitisha jambo jingine. Ikiwa ni mchungaji, utainuliwa tena zaidi, utafanya maajabu. Vilema watatembea, viwete watatembea. Ikiwa ni mtumishi katika kazi ya Mungu, Mungu atawekeza kwako. Kupitia wewe watu wengi watamwabudu nani? Watamjua Mungu. Mungu akamwambia Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Akamwambia nani? Ibrahimu. Ibrahimu alipotoa sadaka ya mtoto wake Isaka. Haleluya. Mungu akasema na Ibrahimu. Ibrahimu akakubali kumtoa mwanae mmoja ambaye ni Isaka, mtoto wa kipekee. Sasa basi Mungu akamwambia Ibrahimu, wewe nitakufanya kuwa baraka. Ibrahimu anabarikiwa, anapata mifugo. Ibrahimu anabarikiwa, anapata uzao. Ibrahimu anabarikiwa, anakuwa ni mtawala wengine. Ibrahimu anabarikiwa, anakuwa ni mfalme. Lakini pia anasema, yani kupitia wewe watabarikiwa wengi. Yeye amebarikiwa, lakini pia yeye ni baraka. Akamwambia Ibrahimu, atakayekuja kwako akakubariki, nami nitambariki. Atabarikiwa. Asiyekubariki, basi sitambariki. Inamaanisha nini? Atakayekuja kwako hahitaji msaada, atakayekuamini wewe, atakayekufuata wewe, atakayesikiliza kwako, nami pia nitamsikiliza. Naongea na mtu. Atakayekustiri wewe, atakayekupenda wewe, nami nitampenda. Naongea na mtu hapa. Atakayefuata taratibu na mwongozo wako, atakayefuata maarifa niliyoweka kwako, na naye anasema na mimi pia nitamfuata mtu huyo namna. Atakayekupenda nitampenda. Anayeachilia maji unywe, naye nitamwachilia maji mengine. Atakayekutunza, nami nitamtunza. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani pale kuna wakati mwingine hapatumiki nguvu kwako. Na nielewa. Hapatumiki power, hapatumiki akili zako mchungaji au mtendakazi. Ni wewe kuzingatia kanuni za nani? Kanuni ya Mungu. Kwamba Mungu, jambo hili limepita kwangu, mimi si wa thamani kuliko wengine. Ni neema tu. Mungu amenifanya kuwa utisho kwa ajili ya nchi ya Misri. Niwatishe.
niwakimbize wachawi, niwakimbize waganga. Amenifanya kuwa baraka kwa ajili ya wengine. Mimi nakula na kunywa, na wengine wakija kwangu nakula na, lakini anayetangulia kula ni nani? Ni mimi. Haleluya. Anayetangulia kuvaa ni nani? Ni mimi. Anayetangulia kulindwa atakuwa ni nani? Ni wewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Anayetanguliwa kustiriwa, kusaminika, jina lake lijulikane ni nani? Kabla wengine hawajabarikiwa kujulikana, anayetakiwa kujulikana ni wewe, maana muujiza huo umeanzia kwako. Wewe ndiyo hazina, wewe ndiyo power bank. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ni hazina ya Mungu. Mungu wakati mwingine anawainua watumishi, anawainua watenda kazi, amewafanya kuwa hazina yake ya baadaye. Anaanzisha kwenye hazina ya mtu, kwenye akaunti yake anawekeza pesa ndogo ndogo, unawekeza yani kidogo kidogo tu, mtaji unaongezeka, akaunti inaongezeka, inapanuka tena, toka 20,000, 50,000, 100,000, milioni, milioni moja, mabilioni. Haleluya. Anakupanua Mungu kwenye miradi yako unayoifanya. Biashara inaanza ndogo ndogo. Naongea na mtu hapa. Watu wanasema kwenye duka lake pale unakopa. Watu wanasema kwenye shamba lake tunapata ndizi. Watu wanasema kwenye ile kanisa tunapona. Kwenye ile huduma yao tumejifunza. Kwenye huduma yao nimebadilika. Nimepata uzima na afya. Kwenye kitengo kile tukikutana na yeye tunabarikiwa. Sasa kupitia wewe Mungu anakuwa amelenga kukutumia kwenye daraja jingine, kiwango kingine kubwa. Wewe ni akaunti, wewe ni akiba nani? Ya Mungu ya sasa au hata pia baada. Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu na vigelegele. Kwa hiyo kama ikiwa kuna huduma ulionayo, ikiwa kuna kitengo ulichonacho, ikiwa kuna utumishi ulionao, hiyo ni akiba. Mungu alikuanzisha hivyo kwa kipawa hicho kidogo, kwa karama hiyo ndogo. Ikiwa kuna wito ulionao, kuna hazina au kuna sauti inazungumza na Mungu wewe kwako, tumika hivi, nenda hivi. Mungu amepitisha jambo hilo kwako, tumika. Haleluya. Katumike, kaongoze, kahudumie wengine, kawapende wengine, wafikishie huduma. Naongea na mtu hapa. Simama kwenye zamu yako, simama kwenye kitengo chako kwa ukamilifu 100% bila kumtazama mtu mwingine. Amepitisha huo wito kwako. Mimi ndio natoa mimi mwenyewe, mimi ndio niwekeza mwenyewe, mimi ndio nimejenga kanisa, mimi nimenua kinana mwenyewe, mimi naongoza maombi mimi mwenyewe. Amepitisha hicho kitu kwako wewe mwenyewe, iwe utisho kwa Misri. Haleluya. Haleluya. Ulikuwa tasa una mtoto, umepata mtoto, tunza madhabahu hiyo kwa mtoto huyo. Mtunze Mungu moyoni mwako, aliyekujalia ukapata mtoto. Si wakati kurudi nyuma. Ulikuwa unatembea unaumwa, una madhaifu ya mwili, una magonjwa, umevamiwa pepo wachafu mkitesa. Wewe ndio una sukari. Una ulcers. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa baada ya kupona, Mungu amekuponya wewe ili washuhudie wengi. Jamani, makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu na vigelegele. Makofi kwa Yesu na vigelegele. Katika jina la Yesu. Hebu mama wewe simama kweli. Simama wewe ndio. Ndio tugambira. Okay, ndio uliota wakati mali kusema. Ukano sasa sota na mwa uliota. Wala vile mmiteni kisha nabita. Changamoto ipi iko pitia wakati unakutana pasadiki uko koje. Na bado vipo au havipo? Kwambie. Mpe maiki. Sasa mama huyu atakwenda kueleza maisha yake kabla hajaokoka. Alikuwa na mapito gani? Haleluya. Sasa baada ya hapo sasa ikoje? Alienda hospitalini mpaka wanapima anasema analysis. Kwa hiyo pepo wachafu naweza kupitia jambo hilo. Baada ya kupona hapasi kurudi nyuma. Mama unakuta nani je? Haleluya kanisa. Mimi kwa kweli nilikuwa mgonjwa. Tangu zamani. Nilikuwa nasumbuliwa na tumbo. Sasa yani tumbo. Nilikuwa nimeshamaliza hospitali mengi. Nimezunguka hospitali mengi. Wanapopima wanasema ni nini? Walikuwa wananiambia eti ni cancer. Wakati mwingine hawaniambii. Wanapima waoni chochote. Wanapima waoni chochote. Na wauliza hivi kuna ugonjwa gani? Wenyewe hawataki kuniambia. Lakini baadaye nilizunguka hata wale waganga wakuu walipokuwa wanasema eti wanakuja hospitalini. Mimi nilikuwa kwanza kwenda kuandikisha. Wakati huo unalipa gharama ya hela? Nilikuwa nalipa gharama.
Kwa kweli nilitumia hela nyingi kwa nani kwenye hospitali. Baada ya kuwa umekuja hapa, yaani wakati mwingine nilikuwa najisikia vibaya. Sasa siku moja Mama Kaisa akaja akaniambia, we, kwani hauendi kanisani? Ndio. Mimi nikakataa. Sasa siku moja akaja mchungaji Linus. Ndio. Akasema sasa leo nimekuja kuombea. Akasema umekuja kuniombea? Akasema ndio. Akamwambia sawa, uniombee. Lakini usiniombee sala ya toba. Asikuongoze sala ya toba. Kwa maana ya kwamba asipeleke kwenye kuokoka. Basi akasema kwa nini? Nikasema mimi sitaki, ila uniombee vingine, lakini usiniombee sala ya toba. Sawa sawa. Akasema Mama Betina, kwa nini unakataa? Akamwambia mimi sitaki. Sasa siku moja akaleta maombi kwetu. Mama Kaisa akaniambia, leo tunakuja kwako. Sawa. Nikasema ndio. Nikamkaribisha nikasema karibu. Lakini leo nyingine inaniambia, kwa nini usiwakwepe? Sawa sawa. Basi nikajisikia au ni wakwepe. Lakini leo nyingine ikasema, kwa nini wakwepe wakati wanakuja kwako? Basi nikajisimamia, nikakaa pale. Muda ulipofika wakaja. Basi walipokuja nikakaa, wakaomba, wakasema sasa tunaanza na wa nyumbani. Basi wakatuombea na kiongozi Humphrey. Kwa kweli nawashukuru kiongozi Humphrey na Mama Kalisa. Mungu awabariki. Basi wakaniombea, yani jinsi nilivyokuwa. Ndio. Wenyewe ndo wanajua. Basi walipomaliza nikaanza kujisikia kujifikiria, hivi kanini siende kanisani? Basi Jumapili ilipofika nikaamka asubuhi na mapema, nikajiandaa, nikaweka maji, nikaoga, nikamwambia Betina, leo naenda kanisani. Basi nikajiandaa, nikamaliza. Vivian akaamka akasema, mama, naona umeshajiandaa, unaenda userani yako. Nikamnyamazia. Basi Betina akamwambia, leo tunaenda Chababara. Vivian akasema, wewe hawezi kuendako. Basi mimi nikanyamaza, nikavaa, nikamaliza. Nilipomaliza nikaja na Betina, nikafika hapa. Kwa kweli nilikuwa mgonjwa. Lakini kwa sasa namshukuru Mwenyezi Mungu, naendelea vizuri. Jamani, kanisa mpigie makofi. Mama sio mgonjwa tena, anaendelea vizuri. Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu na vigelegele. Katika jina la Yesu. Mama anasema hospitali yote amekula pesa yake, madaktari specialist ambao anategemewa sana, kwamba akija pale anaweza kapima akapata ugonjwa, alipima kupata magonjwa, mara anasema vidonda vya tumbo, risasi. Pesa zimeishia kwa madaktari namna hiyo, akupata msaada. Haleluya. Wakati akiwa na sita asiokoka aendelee kuwa Lutheran, lakini baada ya muda alifanya maamuzi kwa kumfuatilia wakina Paulo, kumfuatilia kufanya maamuzi, akaja hapa alipoombewa magonjwa ya risasi, vidonda vya tumbo vyote kwisha. Anasema kwa sasa anaendelea vizuri. Anaendelea vizuri, ana shida tena. Haleluya. Sasa Mungu amepitisha muujiza huo kwake ili watu wa Mwanza, wa Karukwanzi, wa Isingiro wagundue kwamba yuko daktari mkuu kupita madaktari ya wanadamu wa kawaida, ambaye ni Kristo Yesu, anaweza kuponya risasi. Ili na wao waamini na wao waokoke. Lakini wakati wao injili kama inawafikia yeye, huyu na yeye pia anapata anaendelea na ule muujiza wa kapona yeye, ili Mungu kapitisha upitisho pale apeleke sehemu nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa sikiliza, mchungaji wa kwanza aliyemhubiri Linus akasema, uniombee nipone, lakini siko tayari, usiniongoze sana nini? Usiniongoze sana toba.
ina maana nakataa nini? Wokovu. Kitu ambacho sikujua, alikataa simuombea au limuombea, hiyo tuiweke pembeni. Yawezekana aliombewa, haleluya, lakini baada ya kuombewa kupatikana majibu. Kwa nini? Alikuwa amekataa wokovu. Hataki wokovu. Mungu anataka apitishe, unanisikia mpendwa? Mungu anataka apitishe muujiza wako kwako. Sikiliza, wakipitisha barabara kwako, unaweza kuwa nakataa. Wasipitishe barabara, watakata miwa yangu migomba 3 4, lakini wakipitisha barabara kwako, basi ina maana kile kiwanja chako kinapata sama. Wakipitisha barabara kwako, umeme utapita pale. Unanielewa? Wanasema labda kwenye kijiji hapa cha barabara, hatutaki hapa soko, hatutaki hapa nini, hatutaki hapa dispensary, hatutaki hapa labda hospitali, zahanati, lakini nacho kueleza, wakileta hapa zahanati, wakileta hapa soko, watu wa mji huu sasa, kijiji hiki tunapata faida. Haleluya. Sisi kiwanja hiki wasikipeleke, wasiweka hapa shule. Wakileta hapa shule, watoto wetu waende mbali. Wakiweka hapa stendi ya magari, basi hata hapo sisi tunapata tena huduma ya karibu. Haleluya. Sasa Mungu ndivyo anavyofanya. Anaangalia kwenye mji fulani kama uko Singio, anaangalia kule Ntungamo, anaangalia kule Kilela, anaangalia wapi labda Rwengua. Haleluya. Anaangalia hapa Chababara, pale nimtumie nani? Akatazama kwenye wanawake wote, akasema nipite kwa Mariamu, nipitishe mwanangu mpendwa Yesu Kristo, ambaye ni Emmanuel, Mungu pamoja na. Akazaliwa Yesu kupita nani? Kupitia Mariamu. Haleluya. Sasa ni swala la Mariamu kujilinda, kujitambua, asinywe pombe. Unanisikia? Ni swala la Mariamu kujilinda kaka wenye ibada. Ni swala la Mariamu kama bibi harusi au mama atakayekuja kuzaa kiumbe cha Mungu, ajilinde. Haleluya. Sasa huyu ili aendelee kupokea baraka hizi kwake, asirudie yale magonjwa, anatakiwa aendelee kujilinda na kila namna yote ile ya uasi na namna ya dhambi. Wakati huo muujiza unaendelea, na waambia watu wanajua aliyekuwa ni mgonjwa, madaktari wanahubiriwa kule mission. Naongea na mtu hapa, wanahubiriwa, wale wanashangaa vipimo vyote vilikuwa na ugonjwa, vilipata magonjwa, lakini tukashirikana madawa ya kutibu. Sasa wakati huo injili inaendelea, mwanamke mmoja aliyekuwa anatokwa damu kwa muda wa miaka 32, aliposema nitakwenda nitaligusa pindo, alipogusa lile pindo akapona. Hadi mpaka sasa kwenye maandiko mule muujiza unaendelea, na huu muujiza unatunzwa. Haleluya. Kizazi na kizazi vitaendelea kufuata muujiza, lakini mama hapaswi kurudiwa tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini ili asirudiwe? Anatakiwa kuendelea kusimama katika maadili ya nani? Mungu amepitisha muujiza kwako mama, ili wewe ubarikiwe na sisi tubariki. Haleluya. Makofi kwa Yesu na vigeregere. Katika jina la Yesu. Wewe mama una furaha? Kwa kweli nina furaha nyingi, namshukuru mchungaji. Yaani nakushukuru sana. Hata kwenye familia yangu naona niendelea vizuri. Kwenye familia yake mama anasema naona anaendelea vizuri. Naendelea vizuri. Hebu tuambie mama, uliwahi kwenda kwa mganga akakupa masharti gani kwa kienyeji? Swali za shetani hapa. Ulikuwa unaumwa nini, mganga akakupa masharti gani? Kwa kweli nilikuwa na magonjwa mengi. Tekaka msamo. Kwa kweli nilikuwa na magonjwa mengi, nilikuwa nasumbuliwa na magonjwa mengi. Wakati mwingine nilikuwa naumwa kwenye koo. Sasa tumbo. Yaani nilikuwa simalizi hata wiki moja bila kulala. Mganga akasemaje? Kweli kusema ukweli, kwa mganga nilienda lakini sikupata jibu. Hakupata majibu. Sikupata majibu, nikakaa huko. Baada ya kutoka ndo niliamua kuokoka. Ndio aliamua kuokoka. Kasema acha niokoke niende kwa Mungu. Jamani, kanisa, makofi kwa Yesu. Mama baada ya kutabika mstari hawezi, haleluya. Wachungaji imeshindikana, akafanya maamuzi nisife. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza, Wakristo wakikosa huduma kwa mchungaji, wakikosa maombezi, haleluya, hakuna kinachoendelea, ni Mkristo tu. Mchungaji anaaburisha na kula sadaka anaondoka. Wanasema Mungu mbera, anaenda kwa mganga kenye. Lakini kama kuna kitu, kuna uponyaji, haleluya, Mungu anatutumia wachungaji
Hakuna anayekwenda kwa mganga wa kienyeji. Anachokitaka na kitapata pale madhabahuni, anaombewa napona. Haleluya. Miujiza ipo, ishara zipo. Hawezi kwenda popote kwa mganga. Wanaenda kwa kuzidiwa. Haleluya. Wanaenda kwa kufanya nini? Kwa kuzidiwa. Unaona? Anaabudu Ruselani, lakini bado pia amezidiwa. Ruselani hakuna huduma hiyo ya maombezi, hakuna uponyaji. Mama akaamua kuacha Ruselani. Anaabudu vile vile, lakini akaamua kwenda kwa mganga wa kienyeji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kufanya mambo ya mafupi, ile mganga wa kienyeji akamzuia asile samaki. Usile nini? Usile samaki. Ikiwezekana anaweza kumzuia usile na nyama. Bwana Yesu asifiwe sana. Akampa madawa yake, hayakumponya chochote. Hebu mama, kwa mganga ulikaa kama siku gani? Mwezi, wiki? Nikaa hapo mwezi mzima. Alikaa kwa mganga wa kienyeji mwezi mzima. Hapo sasa yuko pale kwa mganga mwezi mzima na pesa amelipa pale. Amevuna kahawa, amempa maharage, amempa mahindi. Ni mchawi anamtesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Mungu nisikilize. Mungu anatazama kwa mbali, anaona ni nani ana sasa. Anaona ni ile mama ile huko sasa. Mungu anatazama ni nani kwenye ule mtaa ambaye ni mama tasa. Ni nani ambaye ni maskini mwanamume huko. Ni nani dada ambaye amekosa ujauzito. Ni nani dada amekosa utumba. Sasa anatafuta ni nani afanye muujiza kupitia wewe ili ulimwengu upate kufanya nini? Kumjua. Hapa na mganga anapata ripoti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini simpigie Mungu makofi? Katika jina la Yesu. Haleluya. Mama anasema anafurahi, anapendeza, alipona kilichokuwa kinapita kwenye shingo, amezi hali ya kunywa, ainame afanye nini, alikuwa anavamia vitu kwenye miguu, vyote vikachomoka vikatoka. Anasema nilipona, anamtumikia Mungu. Anatoka Karubani Singio kule Muyanja, anatembea kwa miguu, analipa gharama, hataki kumwacha naye. Hawezi kumwacha Mungu. Lakini akiregea karibu nyuma, akaacha aliyemwombea, akaacha ile madhabahu, akamwacha ile Ibrahimu. Nani Ibrahimu nani? Atakayekubariki nitafanya nini? Anayemlani mimi kusipawezi, sitarudi tena. Washwe, waharibiki huko. Kafeka randuke. Yani wasinisumbue mimi. Anayekukataa Ibrahimu nitamkataa. Anayekupenda Ibrahimu nitampe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama akaja hapa kuwekea mkono, akapona alisazi, akapona magonjwa yote, na anasema pia kuna neema, kuna miujiza, kuna maendeleo kwenye familia yake. Kuanzia hapo amekanyaga hapa, anaombewa, familia yake iko shwari. Ni furaha. Haleluya. Mungu ameendelea kuweka miujiza kwake. Mungu anaendelea kumbariki. Kwa hiyo Mungu anaanzisha akaunti ndogo, akiba ndogo, lakini anamchukua sehemu pa samani sana. Hapo baadaye atakuwa ni mbarikiwa. Yusufu, sikiliza. Yusufu akasema sasa, Biblia inasema Yusufu akaazimu kumwacha Mariamu. Haleluya. Aliyekuwa ni mchumba wake. Akasema mimi namwacha. Nasikia habari amepata ujauzito. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ujauzito umetoka wapi mchumba wangu Mariamu? Mungu aliingilia kuingilia. Mungu aingilia kuingilia. Sasa kwanza katokea jambo lolote lile linaloweza kutaka kumfanya mama huyu, jambo lolote lile kinaweza kusababisha kuharibu muujiza wake. Yule dada Mariamu alikuwa anachumbiwa na mchumba wake anaitwa nani? Yusufu. Anatarajia kuolewa mwezi wa 8 wa 9 kama wewe. Haleluya. Piga kelele, sema kama mimi hapa.
Sasa panatokea ghafla Mariamu anasikia ndani ya tumbo panaingia ujauzito. Alafu mchumba wake anataka kufanya nini? Kumwacha. Anampenda ile bwana kijana anaitwa nani? Yosefu. Kazuri ka Yosefu kako vizuri kabisa. Sasa ka Yosefu anataka kumwacha, mimba imeingia. Jamaa anagusa, mimba inacheza. Mtoto anacheza tumuni. Akashindwa kuelewa. Bila shaka akaenda kwenye vipimo. Wakasema wewe ni mjamzito. Kijana anasema mimi nakuacha. Naongea na mtu hapa. Kijana anasema nakuacha. Haleluya. Ghafla mimba ikaingia. Sasa na wewe ghafla, na huyu mama ghafla anaweza kataka kutukia na mtoto fulani, lakini kwa sababu amesimama na Mungu, ameitunza madhabahu ya muujiza wake yeye mwenyewe. Haleluya. Amesimama kwenye kwa Mungu. Kile kitakachotokea ghafla, ili aache, ili azuiwe, ili apigwe, yeye Mungu atasimama kama alivyosimama nyakati za Mariamu na mchumba wake Yusufu. Na mimi nasema Mungu asimame kwako. Nasema Mungu asimame kwako. Asimame kwenye biashara. Asimame kwenye afya. Asimame kwenye ndoa. Asimame kwenye uchumba. Asimame kwenye masomo. Asimame kwenye mambo yako. Asimame kwenye utumishi wako. Asimame kwenye kitengo chako. Pokea ulinzi. Pokea matokeo. Pokea kibali hicho. Pewa haki yako. Asimame kutetee. Katika jina la Yesu. Wewe simama na Mungu, siumbe. Nasema na mtu hapa. Mambo vita ilikuwa sio nyepesi. Walikuja Wanyakatili, walikuja yuko na kuna yeye, wakasema mtuasi, umetukimbia. Sasa unaonaje? Urudi kwetu. Akamwandama, lakini mama alisimama kwa sababu kosa hii. Bwana Yesu sasa. Mpaka hata mganga alipiga simu akasema wewe mteja wangu, nilikwambia usiende kwa wakole. Sasa umekwenda huko, mitambo yangu itaharibika sasa. Nimesha kupata habari kwenye kilinge kule. Na yeye mama kamwambia nitokepo. Haleluya. Hebu piga kelele wewe mchawi. Wewe mganga. Hiyo mizimu. Nitokepo. Nitokepo magonjwa. Nitokepo mganga. Nitokepo isazi. Nitokepo ijiai. Nitokepo sukai. Nitokepo mapembe. Nitokepo utasa. Nitokepo ngumba. Nitokepo mikosi. Akasema nitokepo. Yesu. Katika jina la Yesu. Haleluya. Muda wetu si rafiki unaisha namna hii. Haleluya. Sasa mama alikuwa anafanya biashara yake ndogo ndogo. Haleluya. Biashara yake ndogo ndogo. Anapambana yeye na watoto wake na familia yake apate chochote. Hapa chochote riziki inapelekwa. Tumaulete inapeleka. Yaani kwa kia anasema mbabi ya abura. Unatumia nguvu kubwa, jitihada kubwa. Anabadili biashara hapa na pale, analima mahali, analima mahindi, amevuna kahawa, hakuna kinachoendelea. Anaendesha biashara yake ndogo ndogo ya sokoni. Ni ngumu sana. Haleluya. Lakini mama mpaka sasa amepata kufaa. Amejenga nyumba, ameboresha kalima kake. Ameweka dirisha mpya. Haleluya. Haleluya. Nadhani unamuona eti, sinamuona. Anameremeta. Anapendeza. Katika jina la Yesu. Mungu Baba, asante. Neema iwe juu yake. Kama Mungu alivyosema atakayekuwa pamoja nawe, nawe Mungu utakuwa pamoja naye. Uwezo wako Mungu mfunike na kulinda mama hiyo. Siku zote za maisha yake afunikwe na uwepo wako Mungu. Elezea na aibu iwaudhi wachawi na waganga. Katika jina la Yesu nakufunika. Pokea muujiza wako. Wewe ndio barikiwa kukutana kwa kweli. Wewe sema amina.
Yesu ninameremeta, ndani mwa Yesu ninaburudika, ndani mwa Yesu ninaburudika, ndani mwa Yesu ninaburudika. Ndani mwa Yesu tunaburudika, ndani mwa Yesu ninaburudika. Katika jina la Yesu. La kushangaza, nisikilize. Jamaa amepata mtoto, jamaa amepona, jamaa amepata madhabahu kama hii, anashindwa kuimba. Nimo ndani ya Yesu.
Yesu.